Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana hafidhakallah, Mheshimiwa mwenyeji wetu Sharifi Abdul Qadir Al-Ahdali, pamoja na ndugu yetu Sheikh Kishki ambaye ndiye mratibu wa jambo hili, kwa kuchunga muda, na mashekhe wote mliopo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, nami nianze kwanza kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala anayetujalia neema nyingi, ikiwemo hii ya kukusanyika pahala hapa patukufu kwa ajili ya jambo hili kubwa. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wale ambao ni sababu ya kutukusanya hapa, tuseme na amin, na watengezee mambo yao. Lakini kwa vile ni kikao chenye sura ya ibada, nasi tuliohudhuria, Mwenyezi Mungu asitunyime malipo yake. Kwa kuchunga muda, kwanza nitoe wito kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Dar es Salaam. Waislamu sote siku ya tarehe 29 ambao tumefikia umri na tumejiandikisha kupiga kura, twendeni tukapige kura. Tusemeni inshallah. Tunakwenda kupiga kura kwa sababu ya kutekeleza takwa letu la kikatiba ya nchi yetu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuchagulia kuishi na kuzaliwa ndani yake. Twendeni tusiache fursa hii. Twendeni sote na tuhamasishane kama wazazi, kama walezi, mtu atoke yeye na mkewe na wale wote ambao kwamba wanamtegemea anawaongoza. Twendeni tukapige kura, na baada ya pale turudi majumbani. Huu ni wito wetu wa baraza mkoa. Tusemeni insha Allah, tusiitupe fursa hiyo, ni fursa adhim sana. Lakini pili, kwa kuchangia maudhui hizi ambazo kwamba zimehudhurishwa hapa, zote zenye lengo la kuipenda nchi, lengo la uzalendo sahihi, lengo la kutunza amani, mimi nitakuwa na nukta 2 au 3. Ya kwanza, nizungumze na mashekhe ambao ndio tunapata fursa hii mara nyingi na kujaliwa na Mwenyezi Mungu kuongea na arwah. Anatutengenezea Mungu roho hizi zinakaa kwa umakini mkubwa na zinatuamini, tukawa tunaongea nazo. Hii sio fursa ovyo ovyo, bali Mwenyezi Mungu kama anavyosema, wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar. Mungu anachagua baada ya kuumba. Kwa hiyo anatuchagulia sisi na ametupa nafasi hii tuwe tunaongea na watu. Kikubwa mashekhe, tujue kwamba tunaishi na kizazi gani. Kizazi gani tunaishi nacho, na sana tusijitizame sisi. Nitakupeni mfano. Kweli tupo katika hadhira hii na kuna watu wanatufuatilia huko walipo majumbani, lakini tizameni tu waliokuwa mbele yetu sasa hivi. Nishike watu waliokuwa mbele yetu hivyo. Hiki ndio kizazi cha Shakabane Umran. Tizameni tu watu walioishi nao Shebane huko, na ndio huyu au mimi. Hili jambo muhimu sana, nilitilie nyama hilo. Tizama kisu alichokuja nacho hapa Sheikh Abdallah Ndauga cha Hilful Fudhuli. Nianzie na hicho tukio lile. Hilful Fudhuli kitarehe lilitokea mwaka 591, ambao miaka ile imekwenda imekusanyika. Sasa ni miaka 2025. Wenyewe wanakuambia ni miaka 44 kabla ya siku ile
Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia maswahaba, mimi nilihudhuria kikao hiko miaka 44 nyuma. Kwa nini alifanya vile? Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezingatia yeye yupo na kizazi gani. Nadhani naeleweka kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ameangalia yeye na mbele yake kuna watu gani. Anawaambia miaka 44 nyuma, ambao wengi wao walikuwa pale hawakuwepo. Hapa amechunga tofauti ya vizazi shab. Mashekhe, kizazi tunachoishi nacho hivi sasa ni kile wataalamu wa vizazi wanakiita yani generation of attention deficit. Generation of attention deficit, yani shi'b nuqsanul intibah, yani kizazi, sijui itakuwa kama matusi hivi lakini kizazi cha upungufu wa umakini. Yani watu waliokuwa mbele yetu wengi waliokuja nyuma hapo baada ya sisi kuzaliwa kwa miaka fulani, umakini umepungua. Tumsalie Mtume Muhammad. Na hii ndio mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika wanachuoni anazungumzia hilo, analistashhidi katika yale maneno ya Allah aliposema, awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Sadaqallahu al-azim. Sasa hivi watu hawaoni kwamba sisi twaiendea ardhi tunaipunguza nchani. Mmoja anasema upungufu wa ardhi pale Mwenyezi Mungu anakusudia, pamoja na mengi yaliyotajwa na wanachuoni tofauti, pia kwamba kadiri zama zinavyokwenda mbele na watu kuzaana, watu wanaokuja kwa sababu wameumbwa kutokana na ardhi ina hisia ya kupungua, na binadamu pia wanapungua mpaka akili zao. Mtume Muhammad. Na ndio maana wanachuoni hawa wakubwa kila baada ya miaka fulani hupunguza ukali wa mitaala masomoni. Mtu aliosoma huko nyuma umri wa kina mufti anakwambia mimi nimesoma mwisho darasa la 4, mwisho wa darasa, na ndio walioongoza nchi darasa hivi. Sasa hivi mtu wa darasa la 4 unaweza kumpa nchi Sasa mtu huyu ukiongea naye, huyu ambaye anahitaji miaka 2 kindergarten, miaka 7 primal, miaka 4 sekondari, miaka 3 chuo au 5, inategemea kozi anayoisoma. Rundo la miaka hii, huyu katika kuzungumza naye hakikisha unazungumza kiyeye, sio sawa sawa na unavyozungumza na yule aliyosoma masomo yote miaka 4. Kama naeleweka nadhani. Hivyo hii pia inasumbua kwa sababu ndio hatuna ule umakini wenyewe. Watu wetu wa sasa, namna ya kwenda nao hawa ni kama alivyosema Imam Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Anasema hadithun nasa bima ya'lamuna, ongeeni na watu kwa vitu wanavyovijua. Atuhibbuna ayukadhaba Allahu wa rasulu, nyie wasemaji mnataka akadhibishwe Mungu na mtume wake. Maana nini? Aliwaona watu wanazungumza katika zama zile kama wako katika zama zao wao. Jamani, watu tuliokuwa nao ni kizazi cha chat GTP. Kuna kitu kinaitwa chat GTP. Chat ni neno la kizungu, Kiswahili chake soga. Kiswahili chake ni kizazi cha kupiga soga. Hawana habari ya Qur'ani, hawana habari za hadithi,
wao wana habari ya ChatGPT. Hata akitaka kujua jina lake lazima afungue huko katika chati. Sisi tunaokaa madarasani kila siku tunakutana na watu wao, unamhadithia hadithi, we qala rasulullah sijui ndio nini, akishamaliza anaenda kufungua kwenye chati yake, nakubaliana na hiyo. Ikiwa nakubaliana, haya, ikikataana, kesho anakuletea mjadala mpaka unakukaribia kufunga darasa. Ndio kizazi tunachokwenda nacho. Sasa hawa lazima, kwa mfano, nachukua mfano, tukitaka kuzungumza amani ya nchi, amani, lazima uwaambie mfano uliotokea hapa Tanzania, sio wa Palestina wala sio wa Burundi. Hapa Tanzania ilikuwaje? Kuna kipindi, Sheikh Masawe, unakumbuka kuna wakati ilivunjika amani hapo? Mimi nakukumbusha, mwaka 1978 tarehe 2 Novemba, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaita watu Diamond Jubilee pale chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, akatoa speech kali iliyoishia na neno la kusema uwezo tunao, sababu na nia. Mzee, unakumbuka maneno yale? Haya, yupi katika watoto hao hapa anajua neno lile? Lazima uambie ilitokea Tanzania huko nyuma. Nyerere akawaita wazee wa Dar es Salaam chini ya mkuu wa mkoa wakati ule, place ilikuwa, venue ilikuwa Diamond Jubilee. Akatoa maneno, mimi ile hutuba ninayo, ilikuwa tarehe 2 Novemba 1978. Nani kachazaliwa hapo? Ukiwaacha wazee wenye ndevu nyeusi na sisi wengine. Jamali, ukuwepo hiyo? Ukuwepo katibu wetu wa mkoa. Hii Mwalimu Nyerere aliwaita watu baada ya kuonekana kuna uvunjifu wa amani unaokuja hapa Tanzania. Vilidumu vita hapa, ndugu zangu, watu wa sasa Tanzania hii waligombana kidogo, ilitokea munawasha kati ya Tanzania na Uganda kwa muda wa miezi 7. Mwezi wa 11 1978 mpaka mwezi wa 6 1979. Watu wa tarehe wanasema vita ile ilidumu kwa miezi 7, wiki 3 na siku 4. Tuanzie hapo. Vita imekaa miezi 7, wiki 3 na siku 4 tu, na haikuja hiyo vita Dar es Salaam, haikuja, iliishia mpakani huko Kiaka, Mtukula, Kagera huko. Vita ile athari yake ambayo haikuja huku, hata Mwanza haikufika, sababu ndio karibu pale, ilidumu kwa muda wa miaka 30, 25 mpaka 30. Nchi ilikuwa haijakaa sawa. Mwalimu Nyerere alitangaza miezi 18 ya kufunga mkanda. Mzee, unaona unafurahi namna hii? Haya ndio maneno yako hapo. Miezi 18 ya kufunga mkanda. Mimi wakati ule niko hai na akili zangu ndio maana nakumbuka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukishuka sasa, tutumieni kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anawaelezea watu hilful fudhuli, na sisi tuwaambie nyewe watoto ni. Vita ilikuja hapa Tanzania, lakini haikufika hata Mwanza, iliishia Kiaka, Mtukula, Jinja, Entebbe. Athari yake ilidumu kwa zaidi ya miaka 30. Nchi haijakaa sawa. Sasa vipi itakapotokea vita? Ndio hapa Temeke, Kariakoo, kule kwetu Mabondeni, Magomeni. Hiyo kiitafuta katika hiyo chati yako, hiyo ChatGPT, pia utaielewa zaidi kuliko nikusomea aya hapa na hadithi nyingi. Wewe ulitaki leo, na kuruhusu kijana mwenzangu, nenda kafungue katika hiyo Google yako, kupitia hivyo utaziona habari hizo kwa saraha kabisa kilichotokea. Hili ni jambo nimeona na mimi nichangie kwamba sio kitu kizuri kuchezea amani. Sisi wenzenu, japokuwa wakati ule tulikuwa so wakubwa hivyo, lakini tuliona taabu na shida tuliozipata, ambayo ilipelekea pahala mtu ajulikani kavaa nini.
hajulikani kavaa si viatu wala si suruali wala si shati, hatujulikani tunakula nini. Hamna chakula maalumu mchana, hakuna chakula maalumu jioni, hakuna chakula maalumu sijui asubuhi. Watu roho zetu zilikuwa ni mchanganyiko kwa muda wa miaka 30 na kitu, na ndio sasa tunarudi, sasa tunaingia katika nchi iliyokuwa hivi, ambapo tunaweza tukakaa pia tukaeleza mambo haya. Kwa hiyo yoyote chochote mtakachokiona kule katika mtandao, hakikisheni ile ni soga tu, lakini ukweli ni haya mnaoambiwa na wazee wenu kwa ajili ya kuchunga amani ya nchi yetu. Wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.